Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kutuchagua sisi Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania. Kwa niaba ya timu nzima ya Anza na Bwana, tunashukuru kwa kutupatia nafasi studio za AWR Tanzania za Indian Ocean huku Mtwara. Naitwa Aroko Malon. Karibu katika mwendelezo wa kipindi cha Anza na Bwana. Kipekee zaidi leo nimeungana na kwaya nzuri kabisa kutokea jijini Arusha, kwaya ya Burka. Moja ya kwaya kongwe kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na mtazamaji wa Hope Channel. Kwaya hii imekuwa ikifanya kazi ya uinjilisti kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nazungumza na mwenyekiti ananiambia kwamba kwaya hii imekuwa album yao ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2006, sio hivyo mwenyekiti? Yeah, mwaka 2006. Hiyo ilikuwa album ya kwanza. Naam, maana yani kuonyesha kwamba wamekuwa kwenye tasnia hii ya kumsifu na kumwimbia Mungu kwa muda mrefu sasa. Na leo tutapata nafasi kidogo ya kuzungumza na wao ni nini ambacho wanacho cha kutuambia, lakini pia safari yao ya uinjilisti imekuwaje, wanatokea wapi, wapo wapi, wanaelekea wapi. Wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini msikilizaji wa AWR Tanzania, tulia, fungua akili yako, fungua moyo wako, uweze kubarikiwa na kwaya ya Burka kutokana na kile ambacho tutapata kusikia kutoka kwao siku hii ya leo. Lakini kabla ya yote, basi watatubariki na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema asubuhi njema. Na baada ya hapo, basi tutapata wasaa mzuri na nafasi nzuri ya kusikia nini ambacho wanatuletea siku hii ya leo. Asubuhi njema twaona, siku nyingine ya utukufu. Tunaimba haleluya kuu, tunamshukuru Mungu. Ndege wanaimba kwa shangwe, wakimtukuza Mungu. Ni haleluya wa muumbaji mfalme. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu juu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe tamsifu kwa uwezo wake. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu juu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe tamsifu kwa uwezo wake. Angalia wanyama wote, angalia hata na mimea na maua yalivyopamba uso wa dunia hii. Angaza macho baharini, samaki wa majini, yote hivi sifa kwa muumbaji mfalme. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu juu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe tamsifu kwa uwezo wake. Jua linatangaza utukufu
Wanadamu msifu Mungu, tangaza ulimwenguni kote, piga makelele kwa shangwe, onyesha utukufu. Jitazame wewe mwenyewe alivyokuumba, vyote hivi sifa kwa Muumbaji mfalme. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu juu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu juu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. 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 Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa Burka SDA Choir, wimbo unaosema asubuhi njema twaona. Sasa labda sasa tuweze kupata nafasi ya kuzungumza na kwaya hii machache kuhusiana na kwaya hii. Mwenyekiti, karibu sana mwenyekiti. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Kipekee kwanza ninapenda kuwakaribisha kwaya nzima hii, kwaya yote ya Burka. Karibuni kwenye studio za Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania za hapa Indian Ocean. Binafsi nimefurahi sana kukutana na nyinyi. Sijawahi. Okay. Na hata nilipopeleka taarifa kwa timu yangu ya Anza na Bwana, wakasema hao watu ni lazima bwana tuwapate kwa sababu hatuna namna ya kuwapata tena. Kwa hiyo tukishindwa kuwapata hapa, basi hatutakuja kuwapata tena hivi karibuni. Kwa hiyo nikaona ni vyema tukutane hapa na tuzungumze mawili matatu ili yule mtu anayejua kwaya ya Burka sasa ajue sasa kwaya ya Burka kumbe ina 1 2 3, lakini pia hata yule anayetusikiliza na kututazama kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania apate nafasi ya kusupport kwa chochote kile. Kwa sababu naamini ya kwamba mna mitandao ya kijamii, mna YouTube channel, najua mna Instagram, najua mna Facebook, najua mna TikTok, kote huko mnahitaji support. Na kutokana na support ya mtu mmoja basi kazi ya Mungu inaenea. Labda tuanze kabla ya yote sasa tupate nafasi ya kufahamu kwaya hii imeanza mwaka gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Nipende kukushukuru sana kwa heshima ambayo umetupatia ya kuja katika studio zetu za AWR. Naam. Kanda Kusini. Naam. Kwa kifupi, mimi naitwa Zawadi Jafeti Penda Amani. Naam. Ni makamu mwenyekiti. Naam. Wa kwaya hii ya Burka kwa mwaka 2026. Yuko mwenyekiti. Amepata udhuru tu kidogo ndio maana hatuko naye hapa. Ndio. Lakini mimi ni makamu mwenyekiti na ninamwakilisha katika studio hii ya leo. Okay. Swali lako linasema kwamba kwaya hii ilianzishwa mwaka gani? Kwaya hii ya Burka ilianzishwa tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 1985. Mwaka 1985. Kwa hiyo kuanzia 85 mpaka leo ni takriban miaka mingapi sasa kwaya? Sasa hapo wana mahesabu wafanye haraka. Mwana hesabu sasa. Niambie kwamba ni miaka mingapi kuanzia 85 mpaka leo. Kwa haraka ni kama miaka 30, kama 40 hivi. Miaka kama 40 30 na kitu hapo. Yeah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni kwaya kongwe kabisa. Yaani moja wapo ya kwaya kongwe Tanzania. Yeah. Burka inaingia kwenye zile list ya kwaya kongwe kabisa. Yeah, ni kweli inaingia kwenye listi. Na kwa ujumla ilianza ikiwa na wanakwaya 13. Wanakwaya 13 ndio walioanza. Okay. Hiyo. Na kwa wakati huo ilikuwa ni kwaya ya idara ya vijana. Okay. Ndio. Mwaka
1986 ndio ilirasimishwa rasmi ndio kuwa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Burka. Na kwa mwaka huo walisajiliwa wanakwaya 40. ndio Na mwalimu wao akiwa ni mwinjilisti Reward Sharika. Huyo mwinjilisti Reward bado yupo hai au ameshatangulia mbele za mwinjilisti Reward bado yuko hai? Aha, okay. Na bado anaendelea kutumika shambani mwa Bwana. Anajisikiaje akiona kwaya yake imefikia hapa ilipo sasa hivi? Kwa kweli ana amani sana. Okay. Na hata tunapohitaji historia ya kwaya hii anatupatia ushirikiano wa pekee kuona kwamba kila kitu kilichofanyika basi kinawekwa katika kumbukumbu vizuri. Kuna labda ni fahamu kuna watu ambao walianza na kwaya hii hapa tulipo sasa hivi. Au tunaweza tukatumia ile lugha yetu ya Kiswahili kwamba wote ni wazamiaji. Sawa, tunashukuru sana kwa kutupitisha katika hayo machache. Labda sasa tuende sasa kwenye jina lenye Burka. Burka. Jina lenye Burka limetokana na nini hilo jina? Asante sana. Ninashukuru kwa kuniuliza swali hilo. Naam. Kwa sababu tuko wengi. Kama naruhusiwa kumpointi mtu akalijibu yeyote. Sasa unaweza sasa ukatuambia nani ambaye anaweza kujibu swali. Asante sana. Naam. Kuna mzee wetu hapa anaitwa Frank Bwana. Naam. Basi ninaomba aweze kujibu hilo swali. Frank Bwana, okay? Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Naam. Na nimshukuru sana mwenyekiti mwenza kwa ndio ya kunipasia swali hilo. Hili neno Burka neno la Kimaasai au Arusha ndio ambao ndio wenyeji na wakazi wa eneo hilo. Naam. Neno hili likimaanisha chemchemi. Eneo lile lina chemchemi ndio na maji yanatiririka pale msimu mzima wa mwaka. Ndio. Na eneo lile miaka ilipokwenda mwaka 1899 walikuja Wajerumani. Ndio. Wakaona lile eneo wakalifurahia. Wao wakaona kwamba panafaa kulima kahawa. Ndio. Kwa hiyo kuna shamba kubwa sana la kahawa. Na uzuri hawakubadilisha jina la eneo, lilibaki vile vile mpaka leo. Aha, okay. Kwa hiyo Burka sasa ni kama sijasikia vizuri au kama nimesikia vizuri, Burka ni neno la lugha gani? Neno la Kiarusha na Kimaasai likimaanisha chemchemi ya maji. Okay, neno la Kimaasai, likimaanisha chemchemi ya maji. Okay, msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, umekuwa ukijiuliza mara kwa mara Burka, yaweza kuwa umekuwa ukijiuliza mara kwa mara kwamba Burka ina maana gani, Burka imetokea wapi, lakini leo tumeambiwa kwamba Burka ilianza mwaka 1980 na mzee pia ametuambia kwamba neno Burka lina maana ya chemchemi, limetoholewa kutoka kwa kabila la Wamasai. Labda sasa tusonge mbele. Mnaelezeaje safari yenu toka kuanza? Yaani kwa jinsi ilivyoanza. Mlianzaje? Okay, mlisema kwamba mlianza na watu 8. Watu 8. Ndio. Yaweza kuwa kwenye kwaya kuna changamoto. Kuna kupanda na kushuka. Ni nini changamoto ambazo mmeshawahi kukutana nazo kwenye kazi yenu ya uinjilisti ambazo kwa haraka mnaweza mkazisema? Okay, kabla kuendelea ndugu mtangazaji, naomba nisahishe. Naam. Tulisema kwamba waliwaanzisha kwaya hii walikuwa watu 13. Okay. Yeah. Kwa hivyo sasa unaweza kuuliza swali lako lingine. Kwanzia mmeanza kazi yenu ya uinjilisti mpaka leo sasa. Naam. Ni changamoto gani ambazo pengine mmeweza kukutana nazo na mnazikumbuka? Na hata kama kuna wimbo ambao ulishawahi kutungwa kutokana na hizo changamoto, labda mwenyekiti au mtu yoyote ule anaweza akasema yoyote hata kutoka huko nyuma. Asante sana. Naam. Changamoto ni nyingi na kwa kweli hatuwezi tukazieleza zote. Lakini basi niruhusu pia mzee Frank ajibu changamoto moja wapo. Alafu na wengine wanaweza kujazia zile ambazo waliziona ni changamoto. Naam. Mzee Frank, ndugu mtangazaji. Asante sana. Okay. Mkongwe. Mzee Frank inaonekana ni mkongwe.
Mzee Frank ni mkongwe kidogo. Okay. Yeah. Tuliwahi kukutana na changamoto moja kubwa katika utumishi wetu. Tulipokwenda kuhubiri kule Rombo. Wenyeji hawakutupokea vizuri. Na hivyo siku moja wakajiandaa kutumaliza kwa maana ya kutupiga. Okay. Na hivyo wakajipanga katika zile njia migombani kule ili kwamba tutakapokuwa tukipita sasa waanze mashambulizi. Lakini ajabu muda wao huo ulipofika, Mungu alileta manyunyu ya mvua. Na radi ikapiga moja kubwa sana. Sisi tukashangaa tu, watu wanalia wakikimbia. Wakisema wamekuja na Mungu wao, wamekuja na Mungu wao. Kidogo sana tushindwe kuendeleza kazi ya Mungu mahali pale. Lakini kwa maombi mengi Bwana alitupatia ujasiri na kazi ya Bwana iliendelea. Asante sana. Hiyo ni changamoto lakini pia ni ushindi kwa namna moja ama nyingine. Je, labda niulize kama kuna wimbo wote ambao umeshawahi kutungwa kutokana na hiyo changamoto kwenye kwaya labda? Wimbo ambao ulitungwa kwa sababu ya hiyo, kwa sababu hiyo changamoto specific au whatever. Yeah. Inaweza ikawa changamoto yoyote ile. Yani labda ilipata ajali, kwa ikaamua kutunga, au kuna mmoja mwenzetu alifiwa labda, kwa ikaamua kutunga wimbo kutokana na changamoto yoyote yani. Asante. Ninaweza nikaeleza changamoto moja ambayo tumezipitia na tukatunga wimbo. Kwa hii katika safari yake ya kiinjilisti ilifanikiwa pia kwenda mahali panaitwa Rongai. Rongai ni mpakani mwa Kenya na Tanzania. Ndio. Unapopita Tarakea kwa juu kidogo chini ya mlima Kilimanjaro. Kule ni sehemu ambayo ina baridi kali sana. Na usafiri wake ambao ulikuwa unafikika kipindi hicho ni stout. Gari na stout ndizo zilikuwa zinakwenda. Kwa hivyo katika safari hiyo tulikwenda kwa kubebwa kwenye stout nyuma, na kwa kweli kidogo itumwage chini. Lakini kwa neema ya Bwana tulifika salama. Ndiyo. Lakini katika kurudi usafiri nao ulikosekana. Ndio. Kwa sababu ya mazingira na barabara hazina lami. Kwa hivyo wanakwaya hawa wakapakiwa kwenye gari la magogo. Kama unafahamu gari ya magogo haina mahali pa kushika popote. Kwa hivyo mnakaa katikati. Mnajikusanya katikati ili muweze kwenda. Okay. Na tulipokuwa katikati ya Tarakea na kuja Moshi mjini, ndipo mwalimu wetu ambaye alikuwa anaitwa Mwalimu Lazaro Jonas akatunga wimbo unaosema wimbo wa Musa na mwana kondoo. Okay. Akimaanisha kwamba pamoja na changamoto zote lakini hatimaye tulishinda katika kuhubiri Injili kule katika maeneo ya Rongai. Kwa hivyo huu ndio wimbo ambao ulitungwa kulingana na changamoto tulizokuwa nazo, kwamba siku moja tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo tutakapofika katika makao ya milele. Amen. Nashukuru sana penzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania. Kipindi ni Anza na Bwana. Tumesikia machache kuhusiana na kwaya hii. Wameanzia wapi, changamoto zao, nani alianzisha kwaya, wanaelekea wapi, changamoto ambazo wamezipata na nyimbo ambazo wameshawahi kutunga kutokana na changamoto hizo. Lakini kabla tujasonga mbele basi tupate wimbo mzuri kutoka kwa kwaya hii, wimbo usemao Getsemani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati tunaendelea na mahojiano mafupi na mjadala huu kutoka kwa kwaya ya Burka kutokea jijini Arusha. Naomba kikombe hiki ili
ikiwa yawezekana, naomba kikombe hiki epuke pambano la kutisha, ustahili Getsemani, hatia ya ulimwengu alibeba Yesu. Sura ilibadilika kwa jasho lilo na damu, yote hayo alipata mimi nawe tuwe huru. Pambano la kutisha, ustahili Getsemani, hatia ya ulimwengu alibeba Yesu. Sura ilibadilika kwa jasho lilo na damu, yote hayo alipata mimi nawe tuwe huru. Saa ilipotimia, Mwokozi alikamatwa, msalaba mzito alibeba, Kalvari kaangikwa. Ulinifia Yesu, nami najitoa kwako, naomba unikumbuke ukirejea. Ulinifia Yesu, nami najitoa kwako, naomba unikumbuke ukirejea. Pambano la kutisha, ustahili Getsemani, hatia ya ulimwengu alibeba Yesu. Sura ilibadilika kwa jasho lilo na damu, yote hayo alipata mimi nawe tuwe huru. Pambano la kutisha, ustahili Getsemani, hatia ya ulimwengu alibeba Yesu. Sura ilibadilika kwa jasho lilo na damu, yote hayo alipata mimi nawe tuwe huru. Na msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, huo ni wimbo kutoka kwa Burka, wimbo unaosema Getsemani. Tunaendelea hapa na endelea kukaa kwenye TV yako pamoja na radio yako ukisikia yale mazuri kutoka kwa kwaya ya Burka. Sasa labda nipende kuuliza wanakwaya ya Burka, labda kuna mafanikio gani makubwa sana ambayo umeshawahi kuyapata kutokana na kazi yenu ya uinjilisti? Asante sana. Naam. Mafanikio ambayo tumeyapata, nitamuasaini Joseph Maiga, atatuambia mafanikio ambayo tuliyapata. Okay. Kama kwaya ya Burka. Karibu Bwana Joseph Maiga. Okay, Bwana Joseph, naamini ndio huyu Yeah. Karibu sana. Tuambie mafanikio gani ambayo mmefanikiwa kuyapata kwenye kwaya?
toka kwaya kuanzishwa mpaka leo? Karibu. Mafanikio ni kuongoa roho kila mwaka. Lakini kununua vifaa vya muziki, Naam. audio na audio studio. Mafanikio kuwa na mtandao mkubwa wa wanaofuatilia mitandao ya kijamii. Hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo tumeendelea kuwa nayo katika kwaya yetu. Lakini mafanikio mengine, ndugu mtangazaji, ni kudumisha umoja na ushirikiano. Okay. Okay, kuna swali lingine hapa. Mmesema mna recording studio au nimesikia vibaya? Naam. Recording studio. Kununua vifaa vya muziki na audio studio. Aha, audio studio. Maanake ni kwamba ni studio ambayo inafanya kazi ya kurekodi. Hii ni mafanikio ambayo yako katikati yetu, lakini tunaendelea kulitaka. Aha, mnaendelea kulifanyia kazi. Na liko ukingoni. Aha. Okay. Kwa kuwa liko ukingoni, basi tunaliweka katika mafanikio. Ni namna gani mnafanya ili kwaya yenu iendelee kubaki katika ule muhimili wa kumtukuza Mungu na sio kutafuta umaarufu? Ni kazi gani tunafanya? Yaani ni namna gani mnafanya ili kwaya yenu iendelee kubaki kwenye msingi wa kumtukuza Mungu na sio kwenye msingi wa kutafuta umaarufu? Kwa sababu tunaona kwaya nyingi sasa hivi zinaimba ili kutafuta umaarufu, lakini sio kuimba kumtukuza Mungu. Ni kulisoma neno la Mungu tu na kutulia miguuni pa Yesu. Amina. Amina sana. Nashukuru kwa majibu hayo mazuri. Wanakuambia kusoma neno tu ndo kitu pekee kinawafanya wao wanabaki kwenye msingi wa kumtafuta Mungu na sio kutafuta umaarufu. Kwanza kwaya imeanza mpaka leo, ni kazi ngapi za uinjilisti ambazo pengine mshawahi kuzifanya? Asante ndugu mtangazaji. Naam. Ambacho nitaongezea pale alipokomea ndugu Joseph. Okay. Pia kwamba ambacho kinatusababisha tuweze kuwepo ni kuhakikisha kwamba kila tunapokutana kwenye mazoezi, ndio tunakuwa na kipindi cha kumtafuta Mungu kwanza kwa maombi na kulisoma neno la nani? Neno la Mungu. Hiyo ni kitu ambacho kinasababisha angalau tunasogea zaidi karibu na Mungu kabla ya uimbaji wetu. Ndio. Lakini swali lingine ambalo umeuliza ni kwamba ni kazi ngapi za uinjilisti au effort ngapi mshazifanya? Kwa kweli kwa kwaya hii toka imeanzishwa ni effort nyingi. Ndio. Na nitakutajia tu chache ambazo tumezifanya. Miaka ya 93 tulifanya effort katika eneo linaloitwa Makongeni. Okay. Ambalo liko katika jiji la Nairobi, katika mji ama katika taifa la Kenya. Ndio. Lakini effort nyingine ambayo tumeifanya, tumefanya effort katika wilaya ya Karatu. Miaka hiyo mwaka 96. Nayo ilikuwa na mafanikio makubwa sana. Ndio. Lakini effort nyingine tuliyofanya kwa ufupi, tulifanya effort katika mji wa Babati. Ndio. Nako ilikuwa na matunda mengi. Na watu wengi walimuona Mungu kwa kupitia effort hiyo. Lakini kama ambavyo tumesema pia na maeneo mbalimbali tumekuwa tukifanya katika mji wa Arusha. Tulishiriki pia effort kubwa sana ambayo ilifanyika katika mtaa wa Unga Limited. Ndio. Miaka hiyo ya 1900 na kitu. Nao ni sehemu ya effort ambazo tumefanya. Lakini kwaya hii imekuwa ikifanya sana effort na ikafungua makundi mbalimbali. Ndio. Imeshiriki kufungua kundi la Lovi Lukunyi ambalo liko katika mkoa wa Arusha. Ndio. Maeneo ya Kisongo kama unaenda Munduli. Lovi Lukunyi, lakini sasa limekuwa ni kanisa. Ndio. Lakini pia limekuwa likifanya katika maeneo mengine yanayoitwa Engorora. Mwaka 94 tulifanya effort pale. Nalo sasa ni kanisa. Ndio. Lakini mwaka huu pia tumefanya effort ambayo imedhaminiwa na wanakwaya wenyewe pamoja na wadau wa kwaya katika wilaya ya Munduli, katika kitongoji ama kata ya Loksale. Na hivi tu juzi tumetoka huko. Na Mzee Franki atatuelezea kwamba matunda gani yaliyopatikana huko. Waliobatizwa ni wangapi?
alikuwa akiongoza kikosi hicho. Ndiyo. Kwa hivyo naomba tuambie ni wangapi waliobatizwa. Inaonekana mzee Frank ana kumbukumbu kubwa sana za hii kwaya. Au kuna wengine wamesimama huko na wako, ila sasa kwa sababu yeye amekaa hapa. Basi karibu mzee Frank. Asante sana ndugu mtangazaji. Tunamshukuru Mungu. Ile effort kwanza ni effort ambayo ilikuwa na gharama ya shilingi milioni 8. Na Bwana alituwezesha kutoka ndani ya kwaya pamoja na kanisa tuliweza kufanya kazi hiyo. Ndiyo. Na roho 20 ziliongolewa. Ndiyo. Na hivi sasa kwaya ina mpango wa kununua kiwanja kwa ajili ya kujenga kanisa kwa ajili ya wale waongofu wapya. Okay, basi msikilizaji, hayo alikuwa ni machache kutoka kwa kwaya hii kuhusiana na ni mafanikio gani ambayo ameyapata, lakini pia kuzungumzia pia swala la effort ngapi au kazi ngapi za uinjilisti ambazo wameshawahi kufanya. Labda sasa niulize, mpaka sasa hivi mna album ngapi labda au volume ngapi? Asante ndugu mtangazaji. Kiswahili ni kigumu kidogo lakini ni chepesi. Okay. Unaposema album ina maana unamaanisha DVD. Okay. Ama wanaita matoleo ama picha mjongeo. Picha mjongeo. Sasa nimekupata vizuri ndugu mtangazaji na msikilizaji. Ngoja nianze tena. Mpaka sasa hivi mna album ngapi? Album tulizo nazo mpaka yani sasa picha mjongeo. Picha mjongeo ni matoleo 7. Matoleo 7. Na toleo la kwanza ndo lile toleo la kwanza ni Asubuhi Njema. Asubuhi Njema. Naam. Toleo la pili ni Wimbo wa Musa na Mwana Kondoo. Toleo la tatu ni Tumtafute Mungu. Okay. Toleo la 4 ni Baba Nieleze. Okay. Lakini toleo la 5 ni Japo Nikiwaza. Ni Japo Nikiwaza. Basi msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hizo ni album 7 za kwaya ya Burka. Kabla tujasonga mbele, basi tupate wimbo mwingine kutoka kwa kwaya hii, kisha tuweze kusonga mbele na mambo mengine ili tuweze kuwafahamu vizuri Burka kwaya. Unaposikia Burka kwaya, nini ambacho kinakuja akilini mwako? Barikiwa sana. Mwana mpotevu aliwaza moyoni, nahitaji kuwa huru. Nitasafiri kwenda mbali na nyumbani, nipate kuponda raha. Nitakwenda kwa Baba, niseme naye, anipe urithi wangu. Nitakwenda kwa Baba, niseme naye, nitoke hapa nyumbani. Baba kwa upendo akamsihi, mwanangu tulia hapa nyumbani. Baba kwa upendo akamsihi, mwanangu tulia hapa nyumbani. Akakaidi sauti yake, akaondoka. Akakaidi sauti yake, akaondoka. Sikia sauti, rudi nyumbani. Bwana akuita we mpotevu, bali na nyumbani kuna mateso. Mwanangu rudi nyumbani. Sikia sauti, rudi nyumbani. Bwana akuita we mpotevu, bali na nyumbani kuna mateso. Mwanangu rudi nyumbani. Aliponda hata akaishiwa, akaanza kuteseka. Akala chakula pamoja na nguruwe, akahuzunika sana. Akawaza moyoni, nyumbani kwetu chakula ni tele tele. Nitarudi nyumbani, nimwombe Baba anifanye mtumishi. Baba alipomuona
akija, akakimbia mbio kumlaki. Baba alipomuona akija, akakimbia mbio kumlaki. Akaagiza ndama achinjwe, wakafurahi. Akaagiza ndama achinjwe, wakafurahi. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Kama mwana mpotevu alivyowaza kurudi kwa baba yake, ndivyo leo Mungu wetu anakungoja urudi nyumbani kwake. Uliyetanga mbali, rudi nyumbani, baba anakungojea. Mbona unakawia? Amua sasa, usikawie dhambini. Neema yake Bwana bado ipo, ya kusubiri uje uokoke. Neema yake Bwana bado ipo, ya kusubiri uje uokoke. Neema yake ni ya kitambo, itatoweka. Neema yake ni ya kitambo, itatoweka. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Sikia sauti, rudi nyumbani, Bwana akuita we mpotevu. Mbali na nyumbani kuna mateso, rudi nyumbani. Huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa kwaya ya Burka. Wimbo kati ya wimbo ambao ulifanya vizuri sana enzi hizo. Yaani ilikuwa baba akiweka CD. Hakuna mtu kutoa kwaya ya Burka. Akukuta umeitoa hapo kwenye CD, utamueleza kwamba ulikuwa unaangalia nini siku hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kwaya mbele yetu ni kwaya ya Burka. Na Burka wamekuja kwenye siku kuu za vibanda hapa mkoani Mtwara kwenye kanisa la Adventista wa Sabato Mtwara. Mnajisikiaje kuwepo Mtwara? Naamini ni mara ya kwanza kuwepo Mtwara. Yeah. Kwa ni siku zote uzuri. Unajua kwa nyingi sana zimekuwa zikitembelea huku kusini, kwa sababu inasemekana kwamba kazi ya uinjilisti kusini kidogo imekuwa ni ngumu. Kwa nyingi sana zimetembelea huku, lakini kwa Burka toka mmeanza mpaka leo hamjawahi kuja kusini? Kweli. Mkoa wote ule? Ndio. Hatujaja kusini. Karibuni sana. Asante sana. Kuna wilaya nyingi, kuna vijiji vingi, kuna sehemu nyingi sana zinahitaji uinjilisti. Kwa hiyo kama Mungu anawapa nafasi, wakati mwingine karibuni sana. Asante. Mnajisikiaje kuwa Mtwara kwa nafasi yenu? Na mimi mnabarikiwa sana. Yeah. Labda sasa niwaulize kitu kimoja. Ni wimbo gani ambao unawabariki watu wengi kweli kweli? Asante. Ndugu mwenyekiti, sio mwenyekiti. Ndugu mtangazaji. Mtangazaji. Kwa kweli
wimbo ambao umekuwa ukiwabariki watu wengi na wanausema karibu kila tunakopita ni nyingi nyimbo, lakini wimbo unaoongoza ni wimbo unaosema gharama ya Ukristo. Karibu kila mahali tukifika tunakutana na watu wengi wanaoshuhudia kuongolewa na wimbo huo wa gharama ya Ukristo. Hivi karibuni mmekuwa na album yote, mmetoa album hivi karibuni, yani miaka 2 au 3 iliyopita? Ndani ya miaka 2-3 tumetoa album ambayo kwenye hizo album ambazo mmetoa hakuna wimbo ambao unabariki sana watu? Ziko nyimbo kadhaa zinazobariki watu. Kwa kweli ni album nzuri. Kati ya album nzuri zilizotoka, lakini nayo ni mojawapo na inajulikana kwa jina la Songa Mbele. Okay. Ndio wimbo ambao umebeba album. Lakini kuna wimbo mwingine unasema Yoshua. Walizunguka mara ngapi? Mara 7. Na Yeriko ikafanya nini? Ikaanguka. Lakini kuna wimbo mwingine pia kati ya hizo ambao unaitwa Ushuhuda. Mimi nina ushuhuda. Ni kati ya nyimbo pia ambazo kwenye toleo la 7 kwa kweli ni nyimbo ambazo ziko vizuri sana. Sasa unajua watu sasa hivi kumekuwa kuna mitandao ya kijamii. Yani ili watu kuifahamu Burka, sio lazima watafute CD au sio lazima wasafiri kwenda Arusha. Yani kuna namna tu tunaweza tukawapata Burka. Ni namna gani ambayo tunaweza tukawapata Burka? Asante sana. Ndugu mtangazaji. Ninamwakilisha mkuu wa mawasiliano ambaye kwa bahati nzuri, siwezi kusema bahati mbaya, bahati nzuri ya kuwepo. Ndio. Kwa hiyo swali la kwamba tunapatikana kwenye mitandao gani? Tunapatikana kwenye mitandao ya Facebook, lakini pia TikTok na Instagram na YouTube. Ndio mitandao pekee ambayo tunapatikana kwa sasa. Ndio. Na mitandao yote hii tunaenda kwa jina la Burka SDA Church Choir. Okay. Yes. Burka SDA Church Choir. Kwa hiyo nyimbo zenu zote kuanzia mwaka 2006 mpaka leo ziko hapo? Hapana, ni baadhi ya nyimbo, lakini tunaendelea kufanya mchakato wa kuziingiza hizo nyimbo zote. Lakini baadhi ya nyimbo zile gharama ya Ukristo, mwana mpotevu, nyimbo zile ambazo zinatutambulisha na zinajulikana kwa watu wengi zimo humo. Ndio. Sasa labda niulize swali la mwisho kabisa, kwa sababu pia naona muda wetu sio rafiki sana. Album ya gharama ya Ukristo ni gharama ya Ukristo Ndio. Album ya kwanza. Sema album ya kwanza. Asubuhi Njema. Ni album ambayo ndio iliwatambulisha Burka. Ilikuwa ni album ya kwanza, lakini pia ndio album ambayo iliwatambulisha Burka. Nini ambacho kiko nyuma ambacho sisi hatukijui, ambacho kilifanya Burka ikatambulika kupitia hiyo album ya kwanza? Labda mwenyekiti unaweza ukajibu kwa Okay. Ni nini ambacho kiko nyuma? Ambacho kiko nyuma ya pazia. Kiko nyuma ya pazia. Niseme kwamba ambacho kiko nyuma ama siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ya kwaya yetu hasa kwa ile album ni maombi. Kipindi tunairekodi ile tulikuwa na maombi mengi ya kina. Okay. Lakini na umakini katika kufanya rekodi. Maana nakumbuka hata tulipo rekodi audio tukapeleka kanisani, kasikilizwa, washiriki wakatoa maoni yao, wakasema hiki toa, hiki fanya hivi. Walichukua natafuta ni ubora wa kazi. Amen. Lakini wakitusaidia kufanya nini? Kuomba. Kwa hivyo tulipokwenda raundi ya pili, kwa kweli nyimbo zile zina upako wa hali ya juu. Na zina mguso. Na ndio maana kitu cha pekee ambacho kiko katika nyimbo za Burka ni ujumbe ulioko katika nyimbo hizo. Ukijaribu kufanya uchunguzi, hazifai kupiga kila mahali. Ndio. Ndio maana kwenye masherehe sana huwezi ukazisikia. Ama huwezi ukazisikia sana. Maana ujumbe wake unafanya kwenye haziwezi zikafanya nini? Maana haziendani. Ujumbe wake umetulia, na unaposikia kwa kweli unawachoma watu. Unafarijika kabisa. Na nimeshangaa hata tumekuja huku Mtwara, kuna kijana mmoja akaja na nilitamani tungekuwa naye hapa, lakini nimesahau kumtaarifu kwamba muda umefika. Anasema yeye ameongolewa na nyimbo hizi. Okay. Na anasema wimbo uliomgusa ni wimbo wa
mwana mpotevu. Okay. Akasema yeye hakuhubiriwa chochote, hakuambiwa chochote, lakini aliposikiliza yeye na familia yao sasa ni Waadventista wa Sabato. Amen. Na yuko hapa kwenye kambi hili. Tunashukuru sana timu nzima ya kwaya ya Burka, lakini pia tunashukuru sana timu nzima ya Anza na Bwana. Lakini pia tunakushukuru wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini pia msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha Anza na Bwana. Kwaya mbele yenu ni kwaya ya Burka, kwaya ambayo imekuwa ikifanya uinjilisti kwa miaka mingi sasa, na leo hii wako Mtwara kwa ajili ya sikukuu za vibanda katika kanisa la Adventista wa Sabato Mtwara na katika mtaa wa Mtwara. Bwana wabariki sana. Unaweza kuwapata kupitia YouTube channel yao kwa jina la Burka SDA Church kwa Facebook, Instagram, TikTok na zingine nyingi huko ambazo mtapata nafasi ya kutembelea. Jamani, fanyeni mfungue nyingi kwa sababu watu tuna mapenzi tofauti. Kuna wengine hawapendi Facebook, wanapenda TikTok, kuna wengine hawapendi TikTok, wanapenda Instagram. Kwa hiyo unaweza ukapata kwenye mitandao ya kijamii, hasa YouTube. Ukifika YouTube pale unaweza ukapata kila kitu kuhusiana na Burka SDA Choir, ila tu ukiandika Burka SDA Church Choir. Kabla hatujamaliza basi, Burka watubariki na wimbo nyimbo mbili sasa. Tutaimba wimbo wa Songa Mbele, lakini pia tutaimba wimbo wa Yoshua. Ikiwa ni album za hivi karibuni, so za zamani, tupate kujua kwamba hizi nyimbo pia zipo. Tusikariri tu maisha kwamba sasa Burka wana zile nyimbo za zamani kwamba gharama ya Kristo, ubatizo, lakini Burka pia wana album za hivi karibuni. Ukitembelea kwenye page yao ya Instagram hapo au page yao ya YouTube, basi utakutana na hizi nyimbo. Msikilizaji, barikiwa sana unapoendelea kutizama Hope Channel Tanzania na kusikiliza vipindi vizuri vya AWR Tanzania. Wakajawa na hofu, wamefika mwisho na hawawezi tena kusonga
maisha. Hatua ya